Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atasafiri wiki ijayo hadi Saudi Arabia, ambapo maafisa wa Ukraine na Marekani wanatarajiwa kukutana na kujadili usitishaji wa awali wa vita vya Ukraine na Urusi, huku akitarajia kuwa mazungumzo yenye maana. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya wameahidi kusimama upande wa Ukraine, na baada ya mkutano wa dharura mjini Brussels wameahidi kuongeza matumizi katika ulinzi. Zaidi na Leonard Mubali. Viongozi wa nchi za Umoja wa Ulaya walikubaliana kwa kauli moja kwamba Urusi na mshirika wake Belarus ni tishio. Hata hivyo, mmoja wa viongozi hao wa Umoja wa Ulaya, Viktor Orban wa Hungary, yeye amesisitiza kwamba hakuwezi kuwa na mazungumzo juu ya Ukraine bila Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano huo, Bwana Orban amesema kuahidi pesa zaidi kwa matumizi ya ulinzi ni jambo lisilowezekana. Ufadhili wa ziada ni nadharia tu, hatujui fedha ziko wapi. Kwa hiyo kwa wakati huu tumepata habari kuhusu kiasi kikubwa cha fedha ambacho hakiwezekani kutokana na hali ya uchumi wa Ulaya. Kwa hiyo nimekuwa mwangalifu sana katika kutoa ahadi yoyote kuhusu masuala ya kifedha, kwa sababu tu hatuna uwezo wa kufadhili fedha hizo. Katika mkutano na waandishi wa habari pia kufuatia mkutano huo, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema usitishaji wowote wa mapigano uliojadiliwa lazima ulete amani ya kweli na ya kudumu nchini Ukraine. Nous voulons la paix pour l'Ukraine. Tunataka amani kwa ajili ya Ukraine na kupitia Ukraine, na raia wa Ukraine wanaitaka zaidi. Kama Rais Zelensky mwenyewe alivyosisitiza, tunataka amani thabiti na ya kudumu. Kwa maneno mengine, amani ambayo itahakikisha uhuru wa Ukraine na ambayo sio motisha kwa mchokozi au kujisalimisha au kusitisha mapigano bila dhamana. Tayari tulipitia hili mnamo 2014. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameungana na Ukraine na kukubaliana kuimarisha ulinzi wa umoja huo katika mkutano wa kilele wa mgogoro wa usalama. Kujitolea kwa Marekani katika usalama wa Ulaya ni swala linalotiliwa shaka kwa sasa na mwelekeo wa utawala wa Donald Trump unaoegemea Moscow. Taarifa yake Leonard Mubali.